hapa Lodwar. It was discovered in 2012. Mpaka saa hii haijatoka chini. Na ndio nimesema juu chini, kulia kushoto, mbele na nyuma. By December 2026 hii mafuta iwe imetoka hapa na tuwe tunatumia kama Kenya. Ala, kwani hii mafuta ilikuwa ni sinema? Si tutoe chini tutumie. Tuweke kwa magari tusonge. Na hii Turkana ibadilike. Na Kenya isonge mbele. So I have given clarity, firm instructions that we cannot continue kukaa hivi. We must have a clear plan because it is a resource that is going to change Turkana and is going to benefit Kenya. Nyie mnanielewa? Jana vile vile tulipitisha the biggest development plan in Kenya. Mimi nimesema bwana, hii Kenya itatoka third world itaenda first world. Wapende wasipende. Hii Kenya hii Kenya lazima ibadilike bwana. Jana tulipitisha hiyo plan. Tumepitisha National Infrastructure Fund, tumepitisha National Sovereign Wealth Fund kuhakikisha ya kwamba tuwe na mpango ya sasa ya kuhakikisha kwamba Kenya inabadilika. And we want to achieve two things. We must lift at least 10 million Kenyans out of poverty. Let me tell you, you are students. Tunaelewana? I want you to check. The poverty rate in Turkana is 80% of Turkana County, of the people of Turkana County live below the poverty line. Ni mnanielewa? That is a serious indictment to leadership that we have been there all these years. We cannot continue to develop at the rate at which we are developing. How can we be 60 years independent and 80% of Turkana County lives below the poverty line? It is not moral, it is not acceptable, it is not right. And that is why we must change our development plan and trajectory. Nyinyi mnanielewa bana? Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Na ndio mimi sina wasiwasi, kwa sababu I am confident that this country can change. Walisema ya kwamba hatuwezi kujenga hii barabara kutoka kule Kitale mpaka ifike kule Nadabal. Hii barabara imejengwa haijajengwa? Walisema ya kwamba hatuwezi kuajiri walimu. Kufika Januari tutakuwa tumeajiri walimu 100,000. Walisema ya kwamba mambo ya SHA haiwezekani. Leo 28.8 million Kenyans are registered in SHA. Walisema ya kwamba hatuwezi kufanya maneno ya barabara. Leo Mau Summit, kutoka kule Mau Summit inakuja mpaka Nakuru, hiyo tumeanzisha na watu wa Lodwar hawatakwama tena wakienda Nairobi. Mimi tunaelewana? Na nimesema in the new plan tunajenga 28,000 kilometers of new tarmac. Tunaweka dualing 2,500 kilometers of new dual roads. Tunajenga another 10,000 megawatts of energy. And I am telling you, we are going to do it without expanding taxes or without borrowing, because we have a way that we are going to do it. Nyie mnanielewa? Hiyo kazi inahitaji akili. Inahitaji akili bana. Inahitaji akili. Ama namna gani? Ndio mliona juzi niliuliza jamaa mwingine, niwapatie story. Juzi niliuliza jamaa mwingine, sasa wewe umekuwa uongozi 50 years. Wewe barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Umekuwa uongozi 50 years. Kama una akili ya kupanga barabara ya kwenda kwako, utakujaje kupanga uwe na akili ya kupanga barabara za kwenda kwa Wakenya hii nyingine? Si ndio? Ati amejitetea. Mnajua vile amejitetea? Amesema hapana, sio 50 years, ni 40. Sasa mimi nataka nimuulize huyo jamaa. Okay, wacha niseme nilikosea kusema 50. Pengine ni 40. Hiyo umesema. Si ndio? Sasa nikuulize tena. In 40 years haujajenga barabara ya kwenda kwako. Unahitaji miaka ngapi? Kwa sababu 40 inaonekana ni kidogo. Unahitaji miaka 100 ngapi ndio uweze kujenga barabara ya kwenda kwako?
Na kama unahitaji miaka 100 na hii ya Wakenya, si utahitaji miaka 1000 ndio uweze kupanga ya kwenda kwa Wakenya wengine? Huyo mtu wako na akili kweli? Ati alijaribu kujitetea tena akasema ati kuna barabara ingine alienda kuanzisha sijui Kibwezi kwenda sijui Kitui kwenda wapi. Si mnasikia? Wacha mimi nimwambie huyo jamaa, wacha nimpashe. Hiyo barabara ya kutoka Kibwezi, and you people, you have facts, you can Google. Kwa sababu wajinga wameisha Kenya bwana. And the internet never forgets. Mimi nataka mgoogle. Tarehe 6 Disemba 2016, mimi na Uhuru Kenyatta tulikuwa Kibwezi, tukilaunch barabara ya Kibwezi Kitui kwenda Mbondoni. Hiyo barabara huyo jamaa anasema alilaunch. Tafuta watu wajinga my friend, waambie hiyo story. Nyinyi mnanielewa my friends? Si ndio? Ati hawa majamaa ndio wanajaribu kushindana na mimi. Watu wako chini sana bwana, wako chini. Hawajapanga chochote. They have no plan, they have no agenda, they have no vision, they have no they have no hawana sera. Hawa ndio watu we will hand over our country to such guys. Mtu mwenye hana agenda, mtu mwenye hana plan, mtu mwenye hana sera, mtu mwenye hana mpango, ati tumpatie nchi yetu, si atatuweka kwa mtaro. Hiyo watu waende watatupa nchi ya wajinga. Hakuna Kenya bure kabisa. Tumekubaliana ama hatujakubaliana? Na mimi sitaki kuongea siasa kwa sababu bado mimi niko kazini. Siku tutafungua siasa, hawa watu nitawapeleka mbio. Bas. Asanteni sana. Wacha mimi ni twende kwa Tobong Lore. Mimi nawapenda sana jameni. Ati niwapange. Sasa nyinyi ni nani wa kupanga mwingine? Si nyinyi ndio mngenipanga? Ati niwapange. Sasa nitawapangaje? Na nani? Nyinyi naona mtanisumbua. Mko na mpango? Mko na plan? Sasa wewe nani huyu nitapanga na